Rais wa Urusi Vladimir Putin amewasili nchini China hii leo Jumanne, Mei 19 mwaka 2026 kwa ziara muhimu ya kidiplomasia inayotarajiwa kuvuta hisia kubwa za kimataifa, ambapo atakutana na Rais wa China Xi Jinping kwa mazungumzo ya ngazi ya juu mjini Beijing. Ziara hiyo imekuja chini ya wiki moja tangu Rais wa Marekani Donald Trump amalize ziara yake rasmi nchini China, hali inayochukuliwa na wachambuzi wa siasa za kimataifa kama ishara ya ushindani unaozidi kuongezeka kati ya mataifa makubwa, huku Beijing ikijitokeza kama kitovu muhimu cha diplomasia ya dunia. Putin aliwasili Beijing akiongozana na ujumbe mkubwa wa viongozi waandamizi wa serikali ya Urusi, maafisa wa usalama pamoja na wajumbe wa sekta ya uchumi na nishati, katika ziara inayotarajiwa kuwa ya kimkakati zaidi kwa Moscow katika kipindi cha mvutano wa kimataifa. China limeandalia mapokezi rasmi ya kitaifa, jambo linalosisitiza umuhimu wa uhusiano kati ya nchi hizo mbili ambao umeendelea kuimarika kwa miaka ya hivi karibuni licha ya shinikizo kutoka mataifa ya Magharibi. Kwa mujibu wa taarifa za wizara za mambo ya nje za nchi hizo, viongozi hao wanatarajiwa kufanya mazungumzo ya faragha pamoja na mikutano rasmi itakayojikita katika siasa za kimataifa, usalama wa kikanda, biashara, teknolojia na ushirikiano wa kijeshi. Ziara hiyo imeibua mjadala mkubwa kwa sababu imefanyika muda mfupi baada ya Trump kumaliza mazungumzo yake na Xi Jinping mjini Beijing. Katika ziara hiyo ya Trump kwa viongozi wa Marekani na China, walijadili masuala mbalimbali yanayohusu biashara ya kimataifa, ushindani wa teknolojia, migogoro ya Mashariki ya Kati pamoja na mustakabali wa mahusiano kati ya Washington na Beijing. Hivyo kuwasili kwa Putin ndani ya muda mfupi baada ya Trump kunaonekana kama hatua inayoiweka China katika nafasi ya kusawazisha nguvu kati ya Marekani na Urusi, huku ikijaribu kulinda maslahi yake ya kisiasa na kiuchumi duniani. Katika mazungumzo yanayotarajiwa kati ya Putin na Xi, swala kubwa litakuwa ushirikiano wa kiuchumi, hasa katika sekta ya nishati. Urusi imeendelea kutegemea sana soko la China kuuza mafuta ghafi, gesi asilia na bidhaa nyingine muhimu tangu kuwekewa kwa vikwazo na nchi za Magharibi kufuatia vita vya Ukraine. China kwa upande wake imeendelea kununua kiwango kikubwa cha nishati kutoka Urusi kwa bei nafuu, jambo lililosaidia Moscow kuendelea kupata mapato licha ya vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa na Marekani pamoja na washirika wake wa Ulaya. Mradi mkubwa wa bomba la gesi unatarajiwa kuwa miongoni mwa mjadala muhimu wa mkutano huo, kwani Moscow ina matumaini ya kuongeza usafirishaji wa gesi kwenda China katika miaka ijayo. Mbali na uchumi, viongozi wawili wanatarajiwa kujadili masuala ya usalama wa kimataifa, hususan vita vya Ukraine, hali ya Mashariki ya Kati pamoja na mvutano unazidi kuongezeka kati ya China na Marekani katika eneo la Indo-Pacific. Ingawa China imekuwa ikisema mara kwa mara kuwa ina msimamo wa kutounga mkono upande wowote katika vita vya Ukraine, nchi za Magharibi zimekuwa zikieleza wasiwasi juu ya ukaribu wake na Moscow, zikidai kuwa Beijing imekuwa msaada muhimu wa uchumi kwa Urusi tangu kwanza kwa mgogoro huo. China imeendelea kukataa madai hayo na kusisitiza kuwa ushirikiano wake na Moscow ni wa kawaida, wa kibiashara na kidiplomasia. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaamini kwa mkutano huo unaweza kuwa na athari kubwa kwa mfumo wa nguvu ya dunia, hasa katika kipindi ambacho Marekani, China na Urusi zinaonekana kuingia katika ushindani mkubwa wa kiuchumi, kisiasa na kijeshi. Kwa Beijing, kuwapokea viongozi wa Marekani na Urusi ndani ya muda mfupi ni nafasi ya kuonyesha uwezo wake wa kushirikiana na pande zote, huku ikiendelea kujijengea taswira ya taifa lenye ushawishi mkubwa katika kutatua migogoro ya kimataifa. Kwa Moscow, ziara ya Putin ni ujumbe kwamba Urusi bado ina washirika wenye nguvu licha ya changamoto za vikwazo na mgogoro wa Ukraine. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.